Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni yeye mkuu wa nyakati na majira, na kwa sababu ni yeye mkuu wa nyakati na majira, ameufanya mwezi wa 3 serikali zetu zote ulimwenguni zikubali kama ni mwezi wa mwanamke. Na kwa sababu yeye ndio mkuu wa nyakati na majira, ameufanya mwezi huu kwa wale wa Kristo wa Katolika ni mwezi wa Bikira Maria. Kwa hiyo mwanamke ameinuliwa kwa hali ya kidini, kikanisa, na ameinuliwa kwa hali ya kiserikali. Ndiyo maana tunatanguliza na kumpongeza tena kwa bidii na kwa nguvu sana Rais wetu Mheshimiwa, tukimtaja Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye tumpigie makofi. Tumpigie makofi za salamu. Tumpigie asikie salamu zetu. Asante. Tunamshukuru kwa uongozi. Kweli amekuta vita. Wamama wamesema hapa, mtu wa miaka 60 amezaliwa muvita, anazalia muvita, na wajukuu wako nazaliwa muvita. Hatuwezi kujipa pole kwa sababu tunajua sisi Wakongomani msingi wa vita hivyo. Na rais ametukuta, amekamata waziri, amekamata kazi, akirizi, amerizi hali ya vita, ameikuta. Na kwa leo tumesema tumpongeze sana kwa sababu anakumbana na hali hiyo kidiplomasi. Huku kwetu sisi raia wa chini, akisema muniunge mkono kukubali yale ambayo wazungu hawangelikubali, kusema watoto wa nchi ambao wanajitoa kwa kupigania amani na usalama wa nchi yao kuitwa na kutiliwa nafasi kama vile nyani. Yeye amewatoa akawatia nchi yenu hiyo ipiganie kuwatia wazi uhuru na wakfu, akawatoa kwa jina, na leo tunawaita wazalendo. Tunaweza mpigia rais mikono ya shukrani kwa hiyo. Amekuta vita, tuna jeshi letu la taifa, na ameona ya kwamba mchezaji mkubwa au mtu mwenye tunaita leader ambao anabeba wengine, anakuwaka na mwingine wa pembeni. Biblia akatia Elisha pembeni yake. Elisha alikuwa akisikia, akiona, na wakati wa kutenda akitenda kufuatana na ndoto, kufuatana na mwongozo wa Elia. Ndio maana jeshi letu limepewa watoto wa nchi wawe jeshi ambalo ni baki la jeshi. Na kwa leo tunaona kwamba rais iko kwenye diplomasia, lakini kwenye shamba za vita zinafunguka, ziko nyingi. Jeshi letu linashindikizwa, na hiyo imeongeza nguvu kwa Kongo. Vita ilikuwa diplomasi na bunduki tu kushamba la vita, lakini
raia kujiunga na kwenda mshamba la vita pamoja na wajeshi yetu. Tumepatia Kongo kuwa nguvu mara tena. Tupigie Kongo mikono. Vita ni hasara. Vita ni kurudisha watu nyuma. Vita ni kama mkoshi kwa raia. Lakini vita hivi, raia wapenzi wa vile ya Baraka, vita hivi ungekuwa macho zaidi, kwa sababu mtu ni udongo wake. Udongo wako kwako, kwenu, ndio inakupa wewe kuwa na valeur muulimwengu. Sasa vita ambayo inakuja kukupokonya udongo, wewe utageuka nani? Ni vita ambayo ya udongo, lakini ule mwenye atakupokonya udongo atabeba na heshima yako. Utakuwa na heshima kidogo, utakuwa hauna samani, utakuwa unamilikiwa, utakuwa mtumwa kwako, utakuwa mtumwa kwenu, utakuwa mtumwa mwinchi yako. Kwa hiyo ninapongeza pia raia yote ya vile ya Baraka, kwani tumeishinda ile pepo ambayo ilikuwa naleta watu wajazwe uoga, kukimbia kwenu bure, kwa kwenda kuanza kuishi maisha yenye haina heshima. Tunaomba mara tena, kila mtu amwambie mwingine, amtangazie kwamba hivi vya kupanike tuachane navyo. Wakati tunabaki imara, tunasema hapa ni kwetu, hatuna nafasi, tutakwenda na tuachie watu wengine, au tubaki watutawale kwetu. Tumetawaliwa na mkoloni, imetosha. Tuache kukimbia na adui. Shetani akiona na kuletea jaribu na unabakia huko imara, ni yeye ndio anakimbiaka. Si ni vile? Ndio. Tukibaki imara, adui ni yeye atatukimbia. Kwa hiyo mambo ya kupanike hapana. Ni mambo ya kuambiana katu. Kama tulikimbia vita ya 65, gisi tulikimbia vita ya 96, tumekimbia vita ya 98, tumezoeza adui yetu sisi kukimbia kwetu, na hapo hakuna kitu fulani. Wamezoea hivyo. Sasa tuwaonyeshe kusema tunabaki hapa, ebeba nchi yetu, atuwapatia hata udongo kidogo. Kongo oye! Kongo oye! Nguvu ya jeshi, nguvu ya wazalendo, nguvu na furaha ya rais ni sisi kuwa imara, kubaki wima bila kutingizika, kuondoa uoga, kusema no katu. Usalama wetu ubaki usalama ambao uko nguvu. Tuumiliki, tutaumiliki kwa sababu sote tunajiunga pamoja kwa umoja. Ambaye anaona kitu ambacho kiko kizuri, ambaye anasikia neno ambalo sio lizuri, anaenda haraka kuambia vitengo husika. Vitengo husika, polisi yenu mmeiona. Si mnaona kisa wanapendeza? Ndio. Si mnaona kisa wanapendeza? Ndio. Julisha polisi. Julisha DGM. Julisha ujasusi. Si ndio ane? Ndio. Ana watu huko hatukwake tunawaonyesha, lakini yeye inafaa julikane.
nchi yako itakuwa nguvu, kwa sababu wewe raia uko macho. Tuboreshe na kuongeza maradufu. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.